Hadithi yetu inaanzia kwa mtu mmoja anatambulika kwa jina la Manu. Bwana, huyu jamaa ni gaidi lakini pia ni jambazi anayetafutwa sana. Hivi leo alikuwa anatafutwa na maskari polisi kila kona, kwani alikuwa yupo gerezani lakini alikuwa katoroka siku kadhaa zilizopita. Mbio zake zinampeleka mpaka kwa mrembo mmoja anayetambulika kwa jina la Lily. Huyu ni mwanamke ambaye huwa anafanya naye sana kazi, lakini pia ni mwanamke ambaye huwa anamsaidia katika maeneo mbalimbali. Bwana, huyu muungwana alikuwa na marafiki watatu ambao zamani alikuwa anafanya nao kazi, lakini watu hawa baada ya kupiga dili moja wakaamua kumgeuka, wakapiga mkwanja wote, kisha wakamuzia kesi mwamba akaenda gerezani. Sasa muungwana baada ya kutoroka jela, hasira zake zote zilikuwa ni kuweza kuwatafuta hawa waungwana na kuweza kuwanasa ili kulipa kisasi, na kikubwa zaidi apate mkwanja ambao waungwana walikuwa wamemdhulumu. Upande wa pili wa shilingi tunakutana na mwamba mmoja anayetambulika kwa jina la Bablu. Huyu jamaa anafanana sana na Manu, lakini yeye kimtindo maisha yake alikuwa ni tofauti. Ukimwangalia mwendo wake jinsi anavyozungumza, lakini pia hata maisha yake jinsi anavyokwenda, unaweza kusema ya kwamba muungwana akili zake haziko sawasawa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Bablu alikuwa ni mtu mwenye akili nyingi sana, lakini pia ndoto zake kubwa katika maisha, anatamani siku moja aje kuwa bonge moja la mpishi maarufu ndani ya taifa lake. Leo muungwana mbio mbio anaingia ndani ya taksi, lengo ni kwenda kuwahi kwenye interview ili aweze kupata nafasi ya kuwa mpishi ndani ya hoteli moja maarufu sana. Baada ya kufika ndani ya hii taksi anakutana na mrembo mmoja, bimdada anatambulika kwa jina la Sonia. Watu hawa wawili wakapiga stori mbili tatu, lakini muungwana akawa anamueleza bimdada hadithi ya maisha yake na ndoto alizonazo kwenye maisha, kwani muungwana anasema kwamba yeye anachojali maisha haya ni kuwa mpishi maarufu, lakini pia kufanya kazi ili kupata pesa nzuri itakayomsaidia kumpatia malezi mazuri mama yake. Sonia, kutokana na hizi stori lakini pia ndoto alizokuwa nazo mshikaji wetu, zilimfanya bimdada kuendelea kutabasamu. Mwisho wa safari unafika, muungwana pasina kujua kwamba mwanamke ambaye alikuwa anazungumza naye ndiyo meneja ambaye alikuwa anahitajika kwenda kumfanyia interview. Sonia baada ya kumwona Bablu akamweleza, bwana, wewe usijali, tayari umeshapata kazi, kwani ndani ya lile gari umenielezea kila kitu na inaonekana ni mtu ambaye tunayemhitaji ndani ya hii kampuni. Bablu alifurahi sana, lakini pia hata baada ya kurudi nyumbani, mama mtu baada ya kuzipata hizi taarifa alifurahi, japokuwa katika maisha yake huwa haamini mwanaye kama ana uwezo wa kujisimamia mwenyewe, lakini kimtindo akafurahia haya mafanikio ambayo Bablu yuko nayo kwa sasa. Mama huyu bwana huwa anatamani sana mwanaye awe mtu mkakamavu, yani afanye mazoezi ikiwemo pia kubeba nondo, kwani hadithi inasema ya kwamba babu yake pamoja hata na baba yake walikuwa ni watu ambao mashuhuri sana na ni watu ambao walikuwa wanacheza mieleka, lakini pia walikuwa ni wakakamavu sana. Bablu alionekana kuto kufurahishwa kabisa na haya mambo, kwani yeye anaiamini akili yake. Anasema ya kwamba ni bora kutumia akili zaidi kuliko hata kutumia miguvu. Halo, Bablu anaelezwa na Sonia inabidi apike chakula cha wageni 60 ambao wanatokea nchini Japani, na endapo watu hawa kikipenda hiko chakula watachukua vyumba na kukaa ndani ya hili eneo kwa zaidi ya siku 5. Haya maelezo alikuwa anasikia mtaalamu mmoja anayetambulika kwa jina la Lamba. Huyu mwamba pia ni meneja, lakini baada ya kuweza kushuhudia bimdada Sonia alikuwa anamfagilia sana mshikaji wetu Bablu, na yeye alikuwa anampenda sana huyu bimdada tokea kitambo, hivyo kimtindo wivu ukamjaa. Mwamba akaweka njama siku ya kesho asubuhi na mapema akawatoa wafanyakazi wote wasaidizi ambao ilihitajika Bablu aweze kusaidiana nao kuandaa chakula, hivyo muungwana ikabidi aanze kuandaa chakula hiki yeye mwenyewe. Lakini akiwa hapa, mama mtu anafika hapa hotelini na kumkuta mwanaye akiwa anahangaika kupika peke yake, akawa anahitaji kumsaidia, lakini Bablu akamweleza mama yake aondoke ndani ya hili eneo kabla bosi wake hajamuona, kwani endapo akimuona anasaidiwa na mama yake ambaye alikuwa hajaajiliwa ndani ya hili eneo, kuna uwezekano wa yeye kupoteza ajira yake. Sonia anafika na kumchukua mshikaji, anamweleza twende ukaandae meza ili buffet liweze kukaa mkao, kwani wageni wanahitaji kupata chakula. Kipindi ambacho muungwana akiwa na Sonia, mama anaingia humu ndani na kuonja baadhi ya vyakula, anagundua kuna vingine chumvi ilikuwa ni ndogo, akaanza kuongeza, lakini pia kuna vingine akaongeza viungo zaidi ili viendelee kupendeza. Bablu baada ya kumkuta mama yake akifanya manuva kama haya, muungwana akamtoa upande wa nje na kuanza kumlalamikia. Anamweleza hivi ni vyakula ambavyo anatakiwa vipikwe kisomi na wala sio vyakula ambavyo
ulikuwa umezoea wewe ya kupika. Hivyo anamweleza mama yake endapo hawa wageni wakila hiki chakula hakika hawatokipenda. Halo. Sonia anaelezwa hizi taarifa, lakini alikuwa hana namna jinsi ya kufanya, sababu wageni walikuwa tayari walishafika. Wanawapelekea hivyo hivyo wageni. Baada ya kula chakula wanamhitaji mpishi ili waweze kuongea naye. Mpishi Bablu baada ya kufika hapa, Wajapani hawa wakainuka na kumpigia makofi, wakadai ya kwamba hakika chakula alichopika kilikuwa ni kitamu sana. Hivyo kwa hatua hii wanaamua kukaa ndani ya hili eneo ili kuendelea kufanya mambo yao ya kibiashara. Halo. Mr. Lamba alikamshuka, lakini kwa bimdada Sonia akazidi kuvutiwa na mtaalamu wetu Bablu, na hii ndio ikawa nafasi ya watu hawa wawili kukutana mara kwa mara, lakini pia kupiga mastori. Ikiwemo leo mtaalamu wetu Bablu akaamua kueleza hisia zake za wazi kwa bimdada Sonia kwamba alikuwa anamuelewa. Halo. Bablu anaondoka na dodo ambalo mtaalamu wetu Lamba alikuwa kalivizia kwa muda mrefu pasina hata kulipata. Halo. Hii ni hatari. Kipindi ambacho mapenzi akiwa mubashara bwana, upande wa pili mmoja kati ya mshikaji raia ambaye alikuwa kaona posta ya Manu akiwa anatafutwa, alivyomwona Bablu akatambua moja kwa moja huenda huyu akawa ndio yule gaidi. Akatoa taarifa kwa maskari polisi. Inspekta anafika hapa na kumnasa muungwana na kumpeleka ndani ya kituo cha polisi, huku Bablu mambo yake yakianza kwenda mlama. Yani maskari polisi wamemdondokea upande wa pili kwa Manu. Yeye mambo yake alikuwa mubashara, kwani leo anawapigia simu washikaji na kueleza inabidi wakutane maeneo ili wampatie mkwanja ambao alikuwa anawadai. Lakini hawa waungwana akaanza kupanga mipango ili Manu endapo wakifika ndani ya hili eneo wao wammalize, kwani kutoa pesa walikuwa naona itakuwa ni swala gumu. Lili mpenzi wake na mtaalamu wetu Manu alikuwa anasikia kila kitu, hivyo siku ya leo kipindi ambacho alikuwa anaendelea kutumbuiza akawa anahitaji kuandaa mazingira. Lengo ni kuweza kumsaidia Manu ili asianguke kwenye mikono mibaya ya watu ambao walikuwa wanahitaji kumwangamiza. Washikaji wanamvizia na Manu anaingia ndani ya hili eneo akiwa na ndevu tatu, yani sura yake ilikuwa imebadilika kabisa, na hii huwa ni kawaida yake kubadilisha mwonekano mara kwa mara bwana. Kipindi ambacho show ilikuwa inaendelea, Manu na watu wake uso kwa uso bwana, mabishano ya risasi yanaendelea ndani ya hili eneo. Lakini kipindi ambacho Manu alikuwa kawekwa mtukati bwana, bimdada Lili anatokea upande wa pili, anavaa miwani. Hii ikampatia nafasi Manu kuweza kutazama adui yake alikuwa akasimama upande gani. Anafanya manuva na kumwangamiza huyu muungwana. Anaondoka ndani ya hili eneo akiwa salama, yeye pamoja na mpenzi wake. Halo. Manu baada ya kutoka hapa akaona bwana, usinitania, akaanza kulipa kisasi kwa mmoja kati ya wale maadui ambao alikuwa anawadai pesa. Leo anamfuata mmoja kati ya adui yake na kuweza kumfanyia jambo baya. Maskari polisi baada ya kuzipata hizi taarifa wakashangaa sana. Yule aliyemkamata ndani ya kituo cha polisi, mbona ni Manu na huyu mwingine ambaye inasemekana amefanya mauaji kwa staili ile ile ambayo Manu huwa anaitumia atakuwa ni nani? Baada ya kuumiza vichwa akatambua kwamba huenda hapa kukawa kuna watu wawili tofauti ambao walikuwa wanafanana. Halo. Upande wa Manu, yeye kwake leo kukawa ni kicheko kikubwa baada ya kusoma moja kati ya gazeti ya kwamba eti Manu amekamatwa na yupo ndani ya kituo cha polisi. Halo. Muungwana akatambua huyu mtu mwingine anayetambulika kwa jina la Bablu ni mtu ambaye alikuwa anafanana naye kila kitu, hivyo akaona endapo akitumia fursa vizuri basi huenda akaukwepa mkono wa sheria. Bablu leo anatolewa ndani ya kituo cha polisi, lakini pia anapewa kitambulisho pamoja na saini ya gumba ili maskari polisi wakimnasa basi aonyeshe hiki kitambulisho, nao atatambua ya kwamba yeye ni Bablu na wala siyo Manu. Halo. Muungwana akaondoka akiwa na furaha sana, akitambua kwamba kwa sasa tayari ameshaondokana na msala. Lakini baada ya kufika magetoni, uso kwa uso anakutana na Manu, mtu ambaye alikuwa na roho mbaya sana, lakini pia alikuwa hana huruma hata kidogo. Baada ya kuweza kufika hapa, muungwana akaanza kujisifia, na hili ndio lilikuwa tatizo lake kubwa mtaalamu wetu Bablu, kwani yeye friji lake lilikuwa haligandishi. Halo. Akaanza kueleza kila kitu, lakini pia akamwonyesha kitambulisho ambacho alikuwa akapatiwa na maskari polisi. Anamweleza Manu, kwa sasa hutoweza kuniingiza katika mkenge wowote kutokana na hiki kitambulisho, kwani endapo akinikamata nami ni kuonyesha hiki kitambulisho basi wataniachilia nami nitabaki kuwa huru. Manu baada ya kuweza kufahamu kila kitu ambacho alikuwa akaelezewa na mtaalamu wetu Bablu, akaitumia hii fursa akachoma kidole gumba cha mtaalamu wetu Bablu, lakini pia akachoma cha kwake ili mradi tu aweze kupoteza ushahidi wa fingerprint, na alifanya hivi ili apate nafasi ya kutumia kitambulisho cha Bablu. Manu anawaambia vijana wake, endeleeni kumshikilia Bablu ndani ya hili eneo mpaka pale ambapo nitakaporudi, kisha yeye akaondoka na kuelekea kwa bimdada Sonia. Baada ya kufika hapa, Sonia leo akashangaa sana, mbona muungwana akawa na tabia tofauti, sio kama Bablu ambaye alikuwa akamzoea, mtu mcheshi lakini pia ambaye alikuwa na mahaba ya kutosha. Huyu muungwana yeye hasira zilikuwa ni mbele, lakini pia ilikuwa ni ngumi mkononi, mahaba
kwamba kwake alikuwa ni ya kutafuta. Hii kidogo bimdada ikamletea mashaka, lakini haikuweza kumpatia nafasi ya kushtuka ya kwamba huyu hakuwa Bablu anayemfahamu bali alikuwa ni Manu. Dada akaendeleza moyo wake wa upendo kwa huyu mshikaji pasina kutambua ya kwamba hapa anapigwa mchana kweupe. Halo. Bablu naye baada ya kukaa na kutafakari akaona kwamba hawezi akakaa kizembe. Kwanza akatembezewa kichapo akiwa nyumbani kwake, na leo endapo asipofanya jambo lolote basi ataendelea kudhalaulika, lakini pia kuwakosa watu muhimu ndani ya maisha yake. Muungwana akaamua kuvaa nguo za Manu, akatoka kwa vijana wake na kuweza kuwapiga mikwara ya kutosha. Anaeleza kwamba niliwapeni kazi ya kumlinda Bablu, inakuwaje imekaa hapa mmelala na wala hamtambui muungwana yuko maeneo gani? Wauni baada ya kuelekea magetoni wanakuja wanampatia taarifa ya kwamba bwana Bablu hatambuliki sehemu alipo. Mchizi anapatia waungwana kazi ya kwenda kumtafuta Bablu, wao pasina kutambua ya kwamba huyu anayewapatia amri siyo bosi wao bali alikuwa ni Bablu. Muungwana akiwa njiani uso kwa uso anakutana na Lili. Hasa Bablu kwa kuwa alikuwa mfahamu Lili, hivyo ikawa ni ngumu sana kuweza kuendana naye, lakini bimdada ikabidi amkokote na kumweka ndani ya gari ili kumwepusha na msara wa maskari polisi, kisha akampeleka mpaka magetoni, sehemu ambapo muungwana alikuwa anajificha tokea mwanzoni. Anafika hapa bwana, uso kwa uso anakutana na vijana ambao mwanzoni kabisa walikuwa wanatembea sana na mtaalamu wetu Manu. Bablu baada ya kufika hapa akaanza kwa vizuri hawa waungwana, kitu ambacho kikawa kinawashangaza sana, tofauti na Manu ambaye alikuwa ni katili. Endapo ukikosea basi hukumu yake ilikuwa ni kuondolewa maisha. Muungano huu mpya wa Manu feki pamoja na bimdada Lili ukawapelekea watu hawa kuwa ni washikaji wa karibu sana, lakini pia wakashirikiana kwenda kwa mshikaji ambaye alikuwa anamdai Manu pesa za kutosha na kwenda kuchukua maukoto. Baada ya kujichenga, Manu original anafika ndani ya hili eneo na bosi anamueleza kwamba bwana, wewe mbona umefika ndani ya hili eneo saa chache zilizopita pamoja na mpenzi wako na mmeweza kuchukua maokoto yangu, inakuwaje leo unakuja na kuweza kunidai pesa? Manu hapa moja kwa moja akatambua kwamba mtu anayemchezea mchezo hakuwa mwingine bali alikuwa ni Bablu. Manu safari inampeleka mpaka sehemu ambapo alipokuwa anaishi Bablu pamoja na Lili. Baada ya kufika hapa vijana wake wanamgeuka na kumkamata Bablu, naye ikabidi aigize ya kwamba yeye eti alikuwa ni Manu. Bwana, kila mtu aliweza kumwamini ikiwemo pia bimdada Lili. Hii ikampelekea Manu original kutolewa ndani ya hili eneo na kuelezwa kwamba asirudi tena ndani ya hili eneo, na endapo akifanya hivyo basi watamgeuza kuwa chakula. Manu akaona bwana, pesa zake atazipataje? Lakini pia mrembo aliyekuwa anampenda atamrudiaje? Halo, kweli akili ni bora kuliko kutumia maguvu pasina kuwa na mpango wowote. Manu hasira zikampeleka mpaka magetoni. Baada ya kufika anamkuta mama yake na Bablu. Sasa bi mkubwa kwa kuwa alikuwa atambui jambo lolote, alidhani tu ya kwamba huyu ni kijana wake Bablu. Muungwana anamweleza bwana, leo ninahitaji nikakutanishe na mkwe, mwanamke mrembo ninayempenda ambaye ninahitaji kumuoa. Mwanamama alifurahi sana, akaenda kujiandaa, akavaa nguo za sikukuu. Lengo ni kwenda kumwona huyo mwanamke aliyoteka moyo wa kijana wake, lakini muungwana akampigia simu Bablu na kumweleza bwana, inabidi tukutane maeneo, kwani endapo sipofanya hivyo basi mama yako ninakwenda kumwangamiza, lakini pia ikiwemo mpenzi wako Sonia. Kama hiyo itoshi, Manu anamweleza Bablu, uje na pesa zangu zote. Halo. Manu kipindi ambacho alikuwa anaingia ndani ya gari, Sonia pamoja na Lamba akafanikiwa kumwona na kuanza kumfuatilia, lakini huku upande wa Bablu akavurugwa sana kipindi ambacho alikuwa anaendelea kulalamika. Lili moja kwa moja akapata kutambua kwamba kumbe huyu mwanaume ambaye alikuwa anaishi naye sio Manu bali alikuwa ni Bablu. Mshikaji bwana akamweleza Lili kila kitu, lakini pia akaanza kulalamika akisema ya kwamba haya yote kayaanzisha Manu na yeye wala sio mtu mbaya, lakini pia anamweleza bimdada tokea aanze kuishi naye ndani ya hili eneo, je, aliwahi hata siku moja kuchukulia faida swala la yeye kumfananisha na Bablu, yani ikiwemo kutumia mwili wa bimdada. Lakini bimdada anasema ya kwamba Bablu hakuwahi kufanya jambo kama hilo, na akatambua hakika huyo alikuwa ni kijana mzuri tofauti kabisa na Manu ambaye yeye kila muda tu anahitaji kuichapa na kisha anaondoka. Halo. Manu anafika pamoja na bimkubwa mpaka katika eneo la maficho. Akiwa hapa bimdada Sonia naye anafika pamoja na Lamba. Sonia anamweleza Lamba, hakika kaka yangu na kushukuru sana kunisaidia na kunileta kwa mama mkwe. Lamba akamaindi sana, leo anaitwa kaka na mwanamke ambaye alikuwa anampenda. Halo, wadada huwa ni noma muda mwingine. Muungwana akaondoka ndani ya hili eneo akiwa analia, lakini akiwa njiani anakutana tena na gari lingine, ndani yake akiwemo mtu mwingine anayetambulika kwa jina la Bablu. Lamba ikabidi atoe taarifa ndani ya kituo cha polisi. Maskari wanafika ndani ya hili eneo. Sasa mbungi ikawa ni kubwa sana, wakawa tambui mtu gani ambaye alikuwa ni Bablu na mtu gani ambaye alikuwa ni Manu. Halo, hii ikawa ni shughuli pevu, lakini mama akasema ya kwamba hiyo kazi niachieni mimi. Akakaa mtu kati na kueleza vijana, bwana naelewa kijana wangu Bablu ana manguvu sana, hivyo atakayeweza kudivuta katika upande wake huyo ndiyo atakuwa
kuwa ni mwanangu Bablu. Mbungi ikawa ni kubwa sana bwana. Mmoja kati yao akafanikiwa kuweza kumvutia upande wake mwanamama. Moja kwa moja akatambua yule kijana ambaye alimvutia upande wake hakuwa Bablu bali alikuwa ni Manu, sababu anamfahamu kijana wake, anampenda, lakini pia ni kijana mwenye huruma sana, asingeweza kumvuta kwa nguvu, ili hali alikuwa anatambua kwamba mama yake alikuwa anajisikia maumivu. Halo, Manu baada ya kuona hivi alishashtukiwa bwana, akatoa mguu wa kuku, akawa anahitaji kumwangamiza mtaalamu wetu Bablu, lakini ghafla akapigwa shaba katika upande wake wa nyuma na kutokea upande wa mbele. Aliyefanya hili tukio la kumwangamiza Manu hakuwa mwingine bali alikuwa ni bimdada Lili. Mwanamama analia japokuwa akamwangamiza mwanaume aliyempenda, lakini anasema ya kwamba hakika huyu mwanaume hana shukurani, lakini pia hatambui mapenzi ni nini, tofauti kabisa na Bablu, mtu ambaye anafahamu upendo ni kitu gani. Dada anadai amejifunza mambo mengi sana yanahusu mapenzi pamoja na familia katika kipindi kifupi alichoishi na mtaalamu wetu Bablu. Halo, Bablu pamoja na Sonia wanapata nafasi ya kufunga ndoa na kuweza kuishi maisha yenye upendo, kwani kwa sasa mtu ambaye alikuwa anawasumbua tayari alikuwa ashapoteza maisha. Nasi tunamaliza hadithi yetu kwa kusema ya kwamba asanteni sana kwa kuwa nasi mwanzoni mpaka hivi sasa, na kama umependa hadithi hii ama umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.